Naam, ni rasmi, wananchi Young Africans wamemtambulisha kocha wao mpya. Huyu ni Pedro Gonçalves. Yes, ni raia wa Ureno ndani ya kikosi cha Young Africans, na ameingia wakati ambao au siku ambayo wananchi wako na furaha ya aina yake, kwa maana wamefuzu fainali, wamefuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika kwa msimu mwaka 2025 2026. So Pedro Gonçalves rasmi ni kocha wa wananchi Young Africans. Sasa katika session hii tunakwenda kumwangalia Pedro Gonçalves nje ndani. Yani nje ndani manake, kwa nje manake ni wasifu wake, kwa ndani manake mbinu zake. Ni kocha ambaye sio mgeni sana, tumesha kumzungumzia hapa katika moja ya session zilizopita huko nyuma, wakati ule akihusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa Pedro Gonçalves, watu watakufahamu ni kocha mwenye wasifu gani, lakini ni kocha wa aina gani katika pitch, na wananchi wategemea kitu cha namna gani, ndicho ambacho tunakwenda kuangalia kwa wakati huu. Lakini kabla ya yote, nitumie nafasi hii kukukumbusha kwamba kwa wale wote ambao wanahitaji spare za pikipiki, bajaji na guta, suluhisho sahihi ni ABY Genuine Spare Parts au King Masai Spare Parts. Wanapatikana Mafia na Sikukuu Kariakoo. Wanauza spare kwa bei nafuu kabisa, na delivery inafanyika mpaka mikoani. Kwa wale ambao wanahitaji kwa jumla na rejareja, solution ni ABY Genuine Spare Parts. Sasa tukija katika session yetu ya moja kwa moja, Pedro Gonçalves ni kocha mwenye umri wa miaka 49. Yes, ni kocha tu, bado kijana, bado analipa, na ni kocha kutoka Ureno kwa maana ya taifa lake. Ni kocha ambaye ana wasifu wake tangu akiwa Ureno. Sehemu kubwa zaidi ambayo amefanya kazi ndani ya kwao Ureno ni katika kikosi cha Sporting CP au Sporting Lisbon. Hii ni klabu kubwa miongoni mwa klabu kubwa ambayo inapatikana katika jiji la Lisbon, na sifa yao kubwa ni kutengeneza vijana na kuwauza maeneo mbalimbali. Miongoni mwa reference ni pamoja na Cristiano Ronaldo. Sasa Pedro Gonçalves akiwa na umri mdogo tu, ilikuwa tayari ameshaanza kuingia katika haya maeneo ya kusomea coaching na management. Alikuwa scout wa kikosi cha Sporting CP. Ikumbuka kwamba huyu anatokea Lisbon, Ureno. Kwa hiyo alifanya kazi pale kwa muda, baadaye akafanya kazi kwenye academy. Alikuwa ana scout vijana, yani vijana wadogo wadogo ambao wanafanya vizuri katika maeneo mbalimbali ya pale Ureno, anawa scout na kuwaleta katika kikosi cha Sporting CP. Alifanya kazi huko. Baada ya muda kwenda, akaja Afrika. Kwa mara ya kwanza Pedro Gonçalves aliingia Afrika mwaka 2015. Aliingiaje Afrika? Kwa ufupi sana, Pedro Gonçalves aliingia Afrika kwa sababu ya ile chain, ile link ambayo mara nyingi huaga tunapozungumzia makocha hawa wa Kireno kuingia Afrika, basi ndio link ile ile, kwa maana Wareno, mataifa ya Kireno ya Afrika yana connection nzuri na Wareno wenyewe, kwa maana taifa la Wareno, na lugha anazoongea, lugha ambayo anaongea ni lugha ya Kireno ambayo kimsingi inaitwa Lusi language. Mataifa ambayo yanaongea lugha ya Kireno ambayo yako Afrika yanaitwa Lusophone countries, mataifa yanayoongea lugha ya Kireno. Sasa kwa asilimia kubwa haya mataifa kwenye timu zao za taifa, hata kwenye baadhi ya klabu zao ambazo zinaonekana zina uwezo wa kiuchumi, huwa wanachukua makocha kutoka Ureno wanakuja kufundisha huku. Na kwa nini? Moja ya sababu kubwa ni pamoja na lugha. Wanaelewana moja kwa moja katika eneo la lugha. Sasa yeye aliingia kwa mara ya kwanza Angola mwaka 2015, ndo anaingia Afrika kwa mara ya kwanza. Aliingia Angola kwenye timu kubwa ndani ya Angola. Unapozungumzia miongoni mwa timu kubwa ndani ya Angola, utahitaja Petros de Luanda, unahitaja na Primeiro de Agosto. Kwa hiyo de Agosto ndio timu ambayo ilimleta Pedro Gonçalves ndani ya Angola. Akafanya kazi ndani ya de Agosto. Performance wise ilikuwa bora sana. De Agosto yake ilikuwa tishio. Shirikisho la soka la Angola walimchukua na kumpeleka katika timu za taifa za vijana. Kwa hiyo akafanya kazi kwenye timu ya taifa chini ya umri wa miaka 17, chini ya umri wa miaka 20, na tutamkumbuka huyu mwaka 2019 finali ambazo AFCON ya chini ya umri wa miaka 17 ambayo ilifanyika hapa nyumbani kwa maana ya Tanzania. Yeye alikuwepo, ndo alikuwa kocha mkuu wa kikosi cha Angola, na Tanzania tulikuwa kwenye kundi moja sambamba na Angola, Nigeria na Uganda.
Angola na Nigeria ndo walikwenda hatua inayofuata, kwa maana ya hatua ya nusu fainali. Sasa kocha wao ndo alikuwa huyu Pedro Gonçalves. Baada ya kufanya vizuri katika timu za vijana, walimpromote mwaka 2019 baada tu ya kumalizika kwa AFCON ya 2019 ambayo ilifanyika Misri. Tutakumbuka ile AFCON ilifanyika Misri. Angola waliishia group stage. Baada ya kuishia group stage walikuwa na kocha kutoka Croatia, Serbia, nadhani kama sio Serbia, Croatia. Walimtimua kazi yule kocha na timu akakabidhiwa Pedro Gonçalves, kwa maana ya timu ya taifa ya Angola, miongoni mwa timu ambazo zinaheshimika of course kwenye kandanda ya Afrika. Akaiongoza Angola kwenye performance, kwenye viwango, lakini kumbukumbu nzuri zaidi ni pale ambapo alifanikiwa kuipeleka Angola katika AFCON ya mwaka 2024, ile ambalo imalizika ilichezwa Ivory Coast. Angola yake ilikuwa strong kweli kweli, Angola ngumu. Walimaliza group stage, wakaenda 16 bora, wakatoka 16 bora, wakaingia robo finali, wakatolewa na Nigeria kwa goli 1-0. Nigeria wakaingia hatua ya nusu finali huko mbele. Kwa hiyo safari ya Angola iliishia pale katika hatua ya robo finali ya michuano ya AFCON. Baada ya hapo akawa amekabidhiwa pia timu ya Angola ya taifa kwa wachezaji wa ndani. Yes, kwa maana ya CHAN. Sasa hii timu kwanza alianza nayo katika mechi za senior timu ipo, yani ile timu ya jumla Palancas Negros kule yupo, lakini pia yupo kwenye timu ya Angola ya wachezaji wa ndani. Most of them alienda nao katika CHAN. CHAN ya kwanza alibeba ubingwa nakumbuka mwaka 2023 hivi 24, akaja kubeba CHAN ya pili. Hapa nazungumzia COSAFA, kumradhi. COSAFA ya kwanza, COSAFA naamini nafahamika nikisema mashindano ya COSAFA, yani kama kwetu kutuita Sekafa. Alifanya vizuri Sekafa mara 2, kwa maana amechukua mataji 2 ya Sekafa. Ya mwisho ndo hii ambayo imefanyika South Africa, na wamebeba ubingwa finali wakiwafunga wenyewe South Africa. Kwa hiyo baada ya pale alikuwa tayari amesha qualify CHAN, pia akaja kwenye finali za CHAN hapa. Baada kuja finali za CHAN ambao kundi lao lilikuwa pale Nairobi, Kenya, Angola haikufanya vizuri, walishia group stage. Baada ya pale shirikisho la soka la Angola likaamua limbadilishe, kwa maana ya kumfuta kazi Pedro Gonçalves. Kwa hiyo pale ndo kibarua cha Pedro Gonçalves kilimalizikia ndani ya Angola. Sasa huo ni wasifu wa safari yake Angola na njia alizopita. Lakini je, ndani ya Angola impact yake ni ipi? Ukiangalia aliingia Angola mwaka 2015 mpaka 2025 ndo anaondoka. Lakini ameacha athari kubwa, kwa sababu kwanza ameanza na njia ya klabu. Alifundisha klabu Primeiro de Agosto, kafundisha timu za taifa za vijana, baadaye akafundisha senior team ya Angola, na amefundisha wachezaji wa ndani wa Angola. Maana yake nini? Maana yake ni mtu ambaye ana mchango mkubwa ndani ya kandanda ya Angola kwenye kipindi hiki cha miaka 10. Leo Angola tunaiona kama miongoni mwa mataifa bora kwenye kipindi hiki. Pedro Gonçalves ni miongoni mwa majina ya juu kabisa ambayo yamefanya kazi kubwa mpaka leo tunaiona Angola iko pale ilipo. Kwa Pedro Gonçalves hapo tumeangalia tu wasifu wake na mazingira yalivyo na mpaka kibarua chake cha mwisho kinaishia wapi. Lakini tukija kumwangalia ndani sasa katika pitch, ni kocha ambaye ana sifa ya kukuza wachezaji. Yes, yani hususan hao wachezaji wadogo, kwa sababu miongoni mwa nyota ambao inatajwa moja kwa moja kwamba ameleta athari moja, wako wengi, lakini mfano mkubwa ni Zito Luvumbo. Ni dogo ambaye sasa hivi anacheza Cagliari ya Italia. Ni dogo ambaye alikuwa naye kwenye kikosi cha Primeiro de Agosto. Ni dogo ambaye alikuwa naye kwenye kikosi cha chini ya umri wa miaka 17, chini ya umri wa miaka 20, na senior timu ya Angola alimuita. Huu ndo mfano wa moja kwa moja, na hiyo sio kwa bahati mbaya, kwa sababu ana experience ya kutokea Lisbon, Ureno. Yani wakati yuko Ureno ilikuwa ni miongoni mwa kazi zake kugroom vijana, kuongeza thamani ya wachezaji wadogo kufanya vizuri. Leo hii Zito Luvumbo ni mchezaji mkubwa ndani ya Angola na kule Italia, lakini amepita kwenye mikono ya Pedro. Yani no way Zito asimzungumzie Pedro Gonçalves katika safari yake ya maisha, miongoni mwa watu ambao wamempa msaada mkubwa sana. Lakini huyo ni mfano tu, wako wengi akina Gelson Dala hao na kadhalika. Huyu bwana
tukija katika mfumo, katika eneo la mifumo, hapo ndo tunakuja kumwangalia ndani ya pitch sasa. Katika eneo la mifumo, huyu anacheza kandanda safi, ball possessional, yani kwa maana ya kumiliki mpira, kumiliki mchezo, kucheza na namba kubwa ya viungo. Kwa wale ambao walimuona katika AFCON watakuwa mashahidi namna ambavyo ilikuwa ikicheza ile timu yake, na flexibility ya kubadilisha mifumo kwenye CHAN, kwenye Kosafa alikwenda na kutumia walinzi wawili, lakini katika CHAN akabadilisha akawa ametumia back 3. Alikuwa anacheza Victor Nanke Vidinho katika wale watatu wakati. Victor Nanke anatokea upande wa kushoto, upande wa kulia Eddie Afonso, katikati alikuwa anacheza Kinito Joachim Balanga aka Kinito. Kwa hiyo wale watatu ndio walikuwa wanacheza hivi. Pembeni ana wing back ambao wana overlap kusogea juu. Maana yake nini? Ndani ya Young Africans kama ataamua kuja na mfumo huu wa kucheza na back 3, rasilimali watu zipo, kwa maana Ibrahim Baka yuko pale Dickson Job, yupo pia Frank Kasinki Kwabena, yupo Bakari Nondo Mwamnyeto. Hao wote ni wachezaji wakati ndani ya kikosi cha Young Africans. Fullbacks ndo eneo ambalo halina doubt kabisa, na fullback wa kutosha na wenye kasi ya ku-overlap kupanda juu kwenda kushambulia. Eneo la midfield anahitaji pia kuwa na viungo wengi. Tulimuona katika CHAN kina Mafuta wale, kina Alem alikuwa pale, Thomas Bernabe alikuwa kwenye safu ya kiungo. Kwa hiyo ni kocha ambaye anausudu kuwa na viungo at least watatu na wingback wawili, manake automatic na viungo watano hapo katikati. Alafu mbele anakuwa na washambuliaji wawili. Yes, kwa maana mmoja anakuwa namba 10, muda mwingi alikuwa anamtumia Gilberto, na namba 9 muda mwingi alikuwa anamtumia Joao Paciencia au sometimes Joao Manya Chingonda kwa maana ya Caporal. So huyu ndio Pedro Gonçalves, na huo ndo mifumo ambayo anatumia, anabadilika of course, yani hayupo kwamba yuko static kwamba mfumo wake ni wa back 3 tu peke yake. Hapana, ni kocha ambaye anabadilika kwa sababu huyu ni miongoni mwa makocha wa kileo katika kandanda. Kwa hiyo hayo ndio mazingira ya nje na ya ndani kuhusu Pedro Gonçalves. Ndani ya Young Africans wameingia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Kwa experience ambayo Pedro Gonçalves yupo nayo, unaona kabisa anakwenda kuwa msaada wa moja kwa moja kwa Young Africans katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Hatujui katika kundi lake litakuwa vipi, tunaweza tukaja kujadili baadaye endapo kundi litatokea, lakini kwa sasa tunapozungumza unaona kabisa kwamba kwa experience ambayo yuko nayo ya kufundisha soka Angola kwa muda mrefu, na Angola unapozungumzia miongoni mwa mataifa ambayo yamepiga hatua kwenye soka, Angola pia limo. Amefanikiwa kufundisha pale kwa muda mrefu, kwa kipindi cha miaka 10 amekaa kwa mafanikio. Maana yake ana uwezo wa kuwa na impact ya moja kwa moja ndani ya Young Africans na kandanda ya Tanzania kwa ujumla wake. Naposema kandanda ya Tanzania maana yake kugroom wachezaji wadogo ili kesho waje kuwa na faida ya moja kwa moja. So huyo ndio Pedro Gonçalves, kocha kutoka Ureno. Makocha wa Kireno wanafanya vizuri ndani ya Afrika, most of them wanafanya vizuri, na hata katika platform hii wakati tunazungumzia moja ya kocha ambaye alikuwa anahusishwa kuja Young Africans kwa maana ya Joao Maria, niliwahi kusema kwamba makocha wa Kireno soko lao liko vizuri, wanafanya vizuri, na huyu ni miongoni mwa makocha ambao nilimtolea mfano kwa maana Pedro Gonçalves kwamba ni miongoni mwa makocha wa Kireno ambao wanafanya vizuri. So imetimia kwa maana amekuja ndani ya Tanzania akiwa na kikosi cha wananchi Young Africans. Tunasubiri tu muda utakapofika ili tuweze kuona alichonacho Pedro Gonçalves ndani ya Young Africans. Lakini kwa upande wangu I have no doubt, yani sina wasiwasi, ni one of the best coaches kwa ambao wametua ndani ya ligi yetu. Bwana, usisahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports. Lakini wewe kwa mtazamo wako unaonaje? Unaona ni kocha ambaye atawavusha Young Africans kuwapeleka katika nchi ya hadi na maanisha kufanya vizuri kwenye michuano ya CAF, if possible kufika mpaka finali? Unaona hilo jambo linawezekana kweli under Pedro Gonçalves, au unaonaje? Usisahau kuweka comment yako katika comment section hapo. Hii ni Mzinga Sports.